Mwana kondoo ameshinda. Shalom, shalom. Uhuru wa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naam, karibu kwenye channel hii tena, tuendelee kujifunza neno la Mungu. Leo tutajifunza sifa au tabia za Mungu. Sifa au tabia za Mungu. Mungu ana sifa zake, Mungu ana tabia zake, ambazo sifa hizo na tabia zinamtofautisha yeye na wanadamu, zinamtofautisha yeye na kiumbe chochote ambacho amekiumba. Kwa hivyo tufuatane nami kwa channel hii. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare ujumbe huu na kwa wengine ili waweze kupata. Tunaposema subscribe tunamaanisha kwamba uweze kujisajili ili mafundisho yanapotoka mengine unaweza kuyapata moja kwa moja, yanapotumwa tu unakuwa wakaanza kuweza kuyapata mafundisho haya. Kwa endelea kufuatilia channel hii ya Pastor Esau Kibona, uendelee kujifunza mambo mbalimbali, zikiwemo ni pamoja na mafundisho mbalimbali na Mungu na nyimbo zinazo kuwa zimetumwa kwa wakati huo. Naam, tujifunze sasa sifa au tabia za Mungu. Mungu ana sifa zake na tabia zake ambazo zinamtofautisha wanadamu, kama zinamtofautisha yeye na wanadamu kama nilivyosema. Hivyo katika sifa hizi au tabia za Mungu kuna makundi manne ya sifa au tabia za Mungu, ambayo kuna sifa ya kwanza ni sifa inayogusa utukufu wa Mungu. Sifa inayogusa utukufu wa Mungu. Lakini sifa namba 2 ni sifa zinazogusa ubwana wa Mungu. Hii ni Bwana. Bwana Mungu. Zinazotofautisha na wanadamu ni sifa zinazogusa ubwana wa Mungu. Lakini sifa ya 3 ni sifa zinazogusa utakatifu. Utakatifu wa Mungu. Utakatifu wa Mungu. Lakini sifa ya 4 ni sifa zinazogusa upendo wa Mungu. Mungu tunajua kabisa ni Mungu wa upendo, Mungu wa upendo, upendo ule wa agape, tofauti na upendo wa kibinadamu ambao unachagua, ambao unakuwa na upendeleo. Ndio maana shangaa mtu muda mwingine kapata nyadhifa fulani ya uongozi, anakuwa na upendo wa upendeleo kwa ndugu au kwa kabila au kwa rangi au kwa watu ambao alikuwa nao jirani, ndio anaweka upendeleo huo. Hata kwa mambo ya ajira mbalimbali tunaona watu wengi wanafanya upendeleo. Unakuta wametoa ajira na nini, wametoa na matangazo, lakini unakwenda pale kumbe watu wengine wameshafanywa upendeleo, upendo wa upendeleo. Lakini mimi nasema hapa sifa inayogusa upendo wa Mungu, ambao Mungu alitupenda pasipo sababu. Alikupenda wewe, alinipenda mimi pasipo sababu. Ingawa ni wakosefu, ni waharibifu, ni watu ambao hatusikii mausia ya Mungu, lakini bado Mungu alitupenda, maana akamtoa mwanae wa pekee ili aweze kutukomboa na sisi tuweze kuwa wana wa kwake. Okay. Namba 1 tutaangalia kwa siku ya leo, kama nilivyosema, kuna sifa zinazogusa utukufu, zinazogusa ubwana wa Mungu, zinazogusa utakatifu, zinazogusa upendo. Lakini leo tutaangalia sifa moja wapo ambayo inagusa utukufu wa Mungu. Sifa inayogusa utukufu wa Mungu, utukufu ni neno la kibibilia ambao ni muhimu sana katika kuonyesha uwepo wa Mungu. Utukufu ni neno ambalo linaonyesha uwepo wa Mungu. Utukufu wa Mungu anao Mungu yeye pekee. Utukufu. Acha na utukufu huo ambao angana wanajipa wanadamu. Na wasema mtukufu hakimu. Mtukufu nani? Lakini sifa ya utukufu iko utukufu wa Mungu pekee, huo ambao mwanadamu hawezi kuugusa. Sifa ya utukufu wa Mungu, unaposoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 19 hadi sura ya 10 hadi sura ya 24. 19 hadi 24. Unaposoma sura zote hizi utaona utukufu wa Mungu ulivyo. Mungu alimuita kuongea na Musa mlimani. Katika mlima alipokuwa anamuita Musa, akamwambia waambie watu wajitakase. Angalau wawe jitakase, wasiwe na mawao, wasiwe na dhambi. Manake Mungu anataka kushuka juu ya mlima ili aweze kuzungumza nao. Kwa hiyo jinsi utukufu unaoonyesha pale ni kwamba akati anapanda Musa juu ya mlima ule, utukufu wa Mungu ulishuka. Na baada ya utukufu wa Mungu kushuka, ndipo Mungu anamwambia Musa shuka, kawaambia wasiukaribie mlima huu, kwa sababu utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu unajidhihirisha wazi. Anaposhuka Mungu, inawezekana ukaona mwanga mkali mkubwa.
Inawezekana ukaona radi, inawezekana ukaona tetemeko kubwa au miamba kugongana au ardhi kupasuka. Huu ndio unaitwa utukufu wa Mungu, ambao mwanadamu hana utukufu huo. Kwa hiyo utukufu ambao Mungu anao ni utisho wenye nguvu sana. Kwa katika kundi la utukufu la Mungu kuna sifa zifuatazo. Katika utukufu huu wa Mungu kuna sifa zifuatazo. Jambo la kwanza, hana mipaka kama wanadamu. Sisi wanadamu tuna mipaka. Hata ukiangalia serikali zetu hizi zina mipaka. Serikali ya Tanzania ina mipaka kwamba inaishia hapa mpaka hapa. Inakuja kuna serikali ya Afrika Mashariki inaishia hapa, ina mipaka yake. Ina mipaka ya kijiografia, lakini Mungu hana mipaka ya kijiografia kama sisi wanadamu. Na rais wa Sudan hawezi kuja kuongoza Tanzania, ana mipaka yake. Kwa hiyo tuna mipaka. Hata mkuu wa mkoa ndani ya nchi yetu humu anaongoza mkoa wa Mbeya na mipaka yake, anaishia hapa, na pale eneo lingine linalofuata pana mkuu wa mkoa mwingine ambaye anaongoza. Kwa hiyo sisi wanadamu tuna mipaka, lakini Mungu hana mipaka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unaposoma waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 6 mstari ule wa 16, mahali hapa panasomeka namna hii. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Timotheo 6:16 mahali hapa panasomeka kama ifuatavyo: ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Unaona, kumbe Mungu hana mipaka, hapatikani na mauti. Hana mipaka, hapatikani na mauti, na sehemu aliyo si rahisi kwa mwanadamu kuweza kumfikia. Si rahisi. Kwanza utisho wake wa utukufu, mng'ao tu wa utukufu wake unavong'aa, si rahisi mtu kufika, unaweza kaanguka chini. Ndio maana hata Musa alipoenda kukaa kule, mng'ao kidogo tu ambao ulimfikia juu ya ule mlima, aliposhuka chini, ule utukufu ulimfanya abadilike sura yake yote, akawa anang'aa. Hata alipokaribia wana wa Israeli wakaanza kumkimbia kwa kuona kwamba anaona kama msukule, kama mzimu fulani, baada ya kuona utukufu wa Mungu umemgusa Musa, na Musa akaweza kubadilika. Kwa utukufu wa Mungu, Mungu anasema hana mipaka na si rahisi mwanadamu kumfikia. Lakini unaposoma tena Rumi, waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 11, sura ya 11 mstari wa 33, mahali hapa panasomeka kama ifuatavyo: jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani. Kwa kumbe njia za Mungu hazitafutikani. Ukitaka kuzitafuta kwa akili ya kibinadamu si rahisi, wala hachunguziki. Ndio maana unaweza ukasoma Biblia, ukasoma Mwanzo mpaka Ufunuo, ukafunua tena Ufunuo mpaka Mwanzo, ukarudia hata mara 100 lakini bado usipate majibu yaliyo sahihi. Zaidi Roho Mtakatifu mpaka kuongoze. Biblia ni msitu mnene, ndio maana watu wengine wanapotea kwenye Biblia hii. Msitu mkubwa, wanapotea wengine, wanaamua kushika vifungu ambao vichache hivi viweze kuwasaidia, viweze kuwa defense kwa mambo yao wanayofanya, kwa sababu Mungu hachunguziki. Ndio maana sasa sema hakuna Mungu, lakini baadaye akasema Mungu yupo. Lakini miaka ya nyuma kwa sema Mungu inawezekana akawa ni jua, kwa maana basi rahisi kufika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu hana mipaka. Lakini jambo lingine la pili, Mungu anajitegemea. Mungu hategemei chochote katika kuishi kwake. Hamtegemei mwanadamu, hategemei makuhani, hategemei wachungaji, hategemei manabii, hategemei sijui mitume, wachungaji, maaskofu. Mungu anajitegemea. Mungu anajitegemea. Unaposoma Mwanzo 1:1, mahali hapa panasomeka hivi. Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1, mahali hapa
Panasomeka hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Kuna mtu alimsaidia? Hakuna mtu alimsaidia. Kwa hiyo Mungu anajitegemea. Lakini unaposoma tena Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume 17 mstari ule wa 25. Mahali hapa nasomeka hivi: wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa watu uzima na pumzi na vitu vyote. Umeona? Kwa hiyo kumbe hata unapotoa vitu vyako mabaya unasema unampa Mungu. Mungu hahitaji hivyo vitu kwamba eti anahitaji kitu kwako, la hasha. Ni sisi kule shukrani kwa kile ambacho Mungu ametupa, utajiri ametupa, mali ametupa, tunamrudishia utukufu na yeye. Lakini jambo la tatu, habadiliki. Wanadamu wanabadilika, unaona? Wanadamu wanabadilika. Mwanadamu anatoka amezaliwa anakuwa mtoto, mara anakwenda anakuwa kijana, mara anakuwa mtu mzima, mara anakuwa mzee, mara anakuwa kikongwe, huyo mara hatimaye anakufa mwanadamu. Kwa mwanadamu habadiliki, ni Mungu habadiliki. Ni yeye leo, jana, kesho kutwa, mtondogo, sijui mpaka wewe unaisha, unakufa, unazikwa, yeye yupo, habadiliki Mungu. Hazeki. Anaitwa mzee wa siku zote ziko mikononi mwake. Ndio maana asema siku moja sana miaka 1000, miaka 1000 sana siku moja. Mungu huyu. Kwa hiyo Mungu ana sifa zake ambazo zinamtofautisha na wanadamu, tofautisha na miungu mingine yote. Miungu mingine inakufa, inaharibika, watu wanabadilisha. Mtu anachonga ng'ombe leo, na ng'ombe hafai, anachonga ndama, leo hafai, anachonga mbuzi, na hafai, abeba chungu. Mwanadamu huyo. Miungu nayo inabadilika. Kwa hiyo miungu inabadilika, lakini Mungu habadiliki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unasitiza utoshelevu wa Mungu, ya kwamba hategemei viumbe vyake, anajitegemea, yupo yeye kama yeye. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu ajitegemea. Tunapotazama tu uumbaji wa ulimwengu mzima, utajua kwamba Mungu anajitegemea. Endelea kufuatia mafundisho mbalimbali. Tulikuwa tunaangalia sehemu ya kwanza ambayo inagusa utukufu wa Mungu, lakini tutakapofuata sehemu inayofuata tutajifunza ubwana wa Mungu unamaanisha nini. Kwa hiyo tukafuatane kwa pamoja tuweze kujifunza. Mungu akubariki. Amen.